Hii ni Stand TV, langu jina Mohamed Defense, moja kuzungumza na mzee wa Saluti, shabiki wa Simba, mara baada ya klabu yake hiyo hapo jana kufanikiwa kufuzu katika hatua ya nusu finali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ilikuwa ni shughuli ngumu, lakini mbele ya Simba hakuna linaloshindikana, na jana wameonyesha kwamba Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa wanakuwa ni hatari zaidi mara baada ya kufanikiwa kuwafunga kikosi cha Al Masry bao 2, lakini hatua ya mikwaju ya penalty na kufanikiwa kuondoka na ushindi kwa mikwaju ya penalty 4-1. Niko na mzee wa Saluti hapa, tunazungumza namna ambavyo kama shabiki wa Simba furaha yake siku ya jana, lakini pia leo hii, lakini pia moja kwa moja mpinzani wao katika hatua nusu finali amefahamika, kikosi cha Stellenbosch kutoka pale South Africa, ambao moja kwa moja Simba wataanza hapa nyumbani na kuelekea ugenini. Mzee wa Saluti, mambo vipi? Safi kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Kuna ile nyimbo yetu sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Kwa Tanzania hiyo lipo wazi, hana mpinzani, tunachanja mbuga tu. Kwa hiyo hizi ni furaha zile za kuingia nusu finali ile. Furaha za kuingia nusu finali, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema, tumekamilisha. Lakini maelezo kutoka kwa kocha wetu wanasema tunawashukuru wanachama, washabiki na wadau waliokuja uwanjani, lakini wafurahi ila wasifurahi zaidi, kwa maana bado tuna safari, bado tunaendelea na safari, waache akiba ya maneno. Lakini mimi uvumilivu ulinishinda, wasifurahi sana hapo, uvumilivu. Ilikuwa ni ndoto ya muda mrefu kushuhudia klabu ya Simba kufuzu na kuelekea katika hatua ya nusu finali. Wanasema miaka mingi sana mlikuwa mnaishia hatua ya robo finali mpaka mkapewa jina la utani mwaka robo. Kwako kama shabiki wa Simba, tuambie namna ambavyo jana kikosi chako cha Simba kilifanikiwa kuondoka na ushindi, na wewe ulikuwa ni shuhuda kama shabiki wa Simba, ulikuwa uko uwanjani, lakini pia katika mchezo wa awali ulikuwa uko pale nchini Misri ambapo klabu ya Simba ilipoteza kwa bao 2. Kwako kama shabiki wa Simba, ushindi huu na kutinga katika hatua ya nusu finali ina maana gani hasa? Kwanza ni hatua kubwa sana kwa jinsi ambavyo timu imepiga. Lakini ikumbukwe tuwe tunatofautisha maneno mawili kati ya progress na achievement. Yes, Simba bado hatujafikia kwenye achievement, bado tuko kwenye progress. Sijui kama unanielewa? Yes, maana mambo haya uwezo ukayapata kwa shetani wa Yanga, uwezo ukapata. Utapata kwa watu wa Simba ambao wanajua mpira. Mzee wa Saluti, ukiingia kwa heavyweight Dula pale ndio utapata madini haya. Kuna progress na achievement. Achievement ni mafanikio. Yaani kwa mfano Simba analeta kombe hapa, haya ndiyo mafanikio. Lakini Simba anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, hiyo ni progress. Kwa hiyo progress yetu tulikuwa tupo kwenye stagnant, tulikuwa tumeishia sehemu fulani, lakini tumepiga hatua nyingine. Kwa hiyo hii progress ndio maana naishangilia na naishabikia sana, kwa sababu tumekaa muda mrefu. Lakini tukija tukiwaambia 93 Simba imecheza finali mashindano ya CAF. 93 mpaka leo 2025 ni takriban miaka 32 kama sijakosea. Miaka 32 timu haijapiga hatua katika mashindano ya CAF, takriban miaka 30 na tukizungumzia katika hiyo actually 93 mimi ndo na mwaka mmoja hiyo. Kwa maana Simba imeingia katika mashindano ya CAF, nilikuwepo duniani ila bado sijajitambua. Kwa hiyo nimefurahi sana timu kupiga hatua namna hii. Lakini kitu kingine ambacho kilichokuwa kinaniumiza sana ni kuona tupo katika hatua moja tu, hatupigi hatua kwenda mbele. Hilo ni kitu ambacho sana la kwanza. Lakini la pili, kuna hawa watani zetu Matukunyungu walikuwa wanatuambia bwana nyie ni mwaka robo. Ndio maana jana baada ya penalti ya Shomari Kapombe nilikaa kwanza nikapiga magoti nikamwomba Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba jana yake niliamka usiku kusali sala ya maombi, sala ya kumuomba Mwenyezi Mungu atufanikishie kwa hili. Sijui kama Mwenyezi Mungu na amesikia dua yangu. Sijui kama ile ndio ilikuwa ni sababu au sababu nyingine, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anayejua yote. Kwa maana kuvuka hii hatua ni hatua kubwa sana, kwa maana kwamba actually
klabu inazidi kufuatiliwa, lakini pia inakaribisha endorsement mbalimbali kwa sababu ya kufuatiliwa, lakini tatu inajenga morali ya washabiki na wanachama kuanza kuifuatilia hii timu yao. Manake katika washabiki wamegawanyika katika mioyo mitatu. Kuna wale wenye mioyo migumu, yani mithili ya roho ya paka, ndio utamkuta pale mzee wa Saluti pale, utamkuta Kisugu, utamkuta Pasi Milioni, utamkuta Agi Simba, utamkuta KM Ziwanda, utawakuta yani watu mbalimbali ambao niliwataja na ambao sijawataja, yawezekana nimewasahau. Lakini kuna wale watu washabiki ambao yani timu ikifanya vibaya tu hami timu ikifanya vibaya, yani anapunguza morali, au ni wapili. Lakini washabiki wa aina tatu, timu ikifanya vibaya yeye yani haitaki na anahama. Hao ndio tunasema washabiki ambao ni maandazi, yani kama wana roho zile za roho laini, yani nyepesi zaidi ya tishu. Hao ndio tunazungumzia wakina Meja hao ambao walikuwa wanaona timu anahama. Sasa ikifanya vizuri tena huku anahama. Kwa hiyo unamkuta huyu hana msimamo, unaona. Lakini hii hapa timu kuenda hatua nyingine inakaribisha nini? Inakaribisha moyo wa mtu kwanza kuifuatilia timu yake na kwanza kuipenda timu yake. Kwanza hilo ni jambo zuri sana. Lakini kingine ambacho watu inatakiwa wajue, baada ya ushindi wa jana wa Simba Sports Club kuvuka kwenda nusu finali, Simba imeweka rekodi nyingine. Ipi mzee Saluti? Duniani, baba wa mpira duniani anaitwa FIFA. Baba wa mpira Afrika anaitwa CAF. CAF huwa ana seti standard yake kwamba hii chini club namba 1, namba 2, namba 3, namba 10 mpaka 20 mpaka 50 huko. Unaona? Kwa vigezo mahsusi. CAF 2011 aliweka mfumo wa CAF ranking club kwamba klabu itapofika hatua fulani itakuwa inahesabiwa pointi fulani. Kwa maana kwamba ukiwa kwenye hatua yani ile kwamba kuingia huwa hawahesabu points, ila wanahesabu ukicheza vyote, ukivuka hatua ya makundi kwenda robo finali kuna pointi unahesabiwa, lakini kutoka robo finali kwenda nusu finali kuna pointi unahesabiwa. Sasa basi Simba alikuwa na pointi 38 katika mujibu wa rank ya CAF, pointi 38, kwa maana kwamba alikuwa nafasi ya 6, alikuwa ambaye anaongoza ni Al Ahli, alafu anayefuatia ni Esperance de Tunis kama sijakosea. Watatu alikuwa ni Al Ahli, Esperance, Wydad Casablanca, Zamalek na RS Berkane. Simba alikuwa nafasi ya 6. Lakini nafasi ya 6 ambayo ilikuwepo Simba alikuwa na alama 38. Kwa maana jana ameshinda, ameongeza alama 4. Kwa hiyo katoka 38 ambayo aliyokuwepo, sasa hivi ana 40 ngapi? 42. Kwa hiyo 42 ameshaziacha timu zingine nyuma. Kwa hiyo katoka nafasi ya 6, sasa hivi Simba Sports Club ni sasa hivi ni nafasi ya ngapi? Nafasi ya 4 kama sijakosea. Yes, sasa hivi yupo Al Ahli nafasi ya 4. Kwa maana kwamba sasa hivi nafasi ya kwanza ni Al Ahli, nafasi ya pili ni Esperance de Tunis, nafasi ya 3 ni Mamelodi Sundowns, nafasi ya 4 ni Simba Sports Club. Kwa hiyo ni hatua kubwa, lakini hii hatua hii si kwa ujanja wetu pekee. Kwanza ujanja wa kwanza, yani kwa msababishi wa yote ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio anajua ya siri na ya dhahiri. Lakini sababu ya pili ni tunasema ni uwekezaji wetu ambao uliofanya tuwekeze ili kupata haya yote. Nikizungumzia uwekezaji wetu namzungumzia Mohamed Dewji. Kwa nini? Mohamed Dewji kipindi anakuja kuwekeza Simba Sports Club aliweka ndoto moja, akasema jamani, hii Simba nataka niitoe katika nchi ambayo yani niitoe katika timu ambazo from nothing to something, yani kwamba kusipojulikana kwenda kwenye kujulikana. Wewe ni shahidi, Simba imetoka kwenye nafasi ambazo hata renki za CAF zilikuwa hazipo. Leo hii nafasi ya 4 shekhe. Kwanza kutinga tu hatua makundi ilikuwa ni ndoto. Of course.
lakini sio hivyo tu, sio hivyo peke yake. Tukijumlisha na serikali chini ya Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan pia naye kupitia Goli la Mama ameweka mkono wake, hamasa imekuwa kubwa kuweka mazingira mazuri wa timu hizi zetu zinazosafiri kwenda nchi baadhi, kuna mabalozi kule wanatupokea vema. Kwa hiyo nayo ni mchango wake tosha, lakini si hivyo tu, kuna mchango wa wachezaji wenyewe wamepambana, lakini si hivyo tu, kuna mchango wa washabiki na wanachama, kwa maana kufanya nini? Kusapoti, kununua tiketi, kuwashabikia wachezaji mpaka kupata matokeo. Lakini tunapojua Profesa Jay aliwahi kusema, ili nifanikiwe zaidi nahitaji marafiki, na ili nifanikiwe zaidi nahitaji maadui. Kwa hiyo tulikuwa tuna mpinzani wetu mwingine, hawa matukunyungu wenyewe, kazi yenu nyie ni mwaka robo. Kwa hiyo ile ilikuwa inatupa chachu tupambane ili tufikie kwenye hatua nyingine ambayo inayotakiwa. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hatua hii tumeifikia leo. Bila shaka tunafurahi sana ndugu yangu. Mzee wa Saluti, kocha Fadlu Davis amekuja kikosi cha Simba, namna ya kikosi cha Simba tumeona mabadiliko makubwa sana yanafanyika, namna ambavyo uchezaji, lakini pia hii hatua ambayo ameifikia Simba kutinga katika hatua ya nusu finali. Kwako kama shabiki wa Simba, unahisi hasa kocha Fadlu Davis ameongeza nini katika kikosi cha Simba mpaka Simba inaonekana ni hatari, ni moto wa kutishia mbali barani Afrika? Kwanza kwake mimi nampa kongole kwa sababu ameongeza kuna morali fulani. Kuna wakati unamuona kocha hata akikaa kwenye bench anakujaga hata kwa washabiki jamani, shangilieni, wapeni moyo wachezaji, unaona. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, Fadlu kila mchezaji anampa nafasi, ili mradi namba wewe sasa wewe ndio zikuhukumu kwamba bwana mimi nastahili au sifanye nini, sistahili. Namba tu ndio zinakuhukumu, lakini Fadlu kila mchezaji amempa nini, kampa airtime. Unaona kabisa kila mchezaji kapewa nafasi ya kutosha, ni yeye mwenyewe, hamna mtu ambaye hata imlaumu. Kitu ambacho mimi Fadlu ambacho nilichokuwa sana na hii ngoma mbona inaenda kuwa ngumu, lakini yeye anasimamia msimamo wake huo, lakini na msimamo wake nadhani ndio utakuwa umetufikisha hapa, baada ya kuona kwamba bwana huu msimamo wangu ndio nataka nifanye hivyo. Wewe angalia jana anamtoa Fabrice Luamba Ngoma, anaingia Awesu. Hivi wewe ulifikiria kweli ile sabu, yani kwenye akili yako ulifikiria ile sabu? Lakini anamtoa Fabrice Luamba Ngoma, anaingia Awesu, nenda mbele. Jean Charles Ahoua, njoo ucheze kati, akacheza katikati. Anamtoa Mohamed Hussein, anaingia Valentin Nouma, ambapo yule forward wao mwiba sana yule winga amevaa jezi namba 30, bila shaka anaitwa Mahmoud kama sijakosea. Valentin Nouma ilivyoingia akakata mawasiliano yote, akatolewa yule mchezaji, unaona. Kwa hiyo Fadlu ni mchezaji ambaye ni coach. Fadlu ni coach ambaye anasoma alama za nyakati na anamsoma mpinzani yukoje, anaingia na game time yake. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu. Mzee wa Saluti, tuzungumzie kiwango ambacho nakionyesha Elie Mpanzu. Washabiki wa Simba mwanzoni mwa msimu kuanza walikuwa na bado wanamhitaji Elie Mpanzu kwamba msajilini. Katika dirisha dogo tukaona kwamba klabu ya Simba ilimsajili Elie Mpanzu. Ilimsajili, lakini pia katika dirisha dogo ndo ameingia rasmi kucheza katika michuano hii. Katika michezo kadhaa ambao amecheza Elie Mpanzu, hususan katika mchezo dhidi ya Al Masry, katika mchezo huu wa kufuzu katika hatua ya nusu finali, Elie Mpanzu ameonekana kuwa ni bora sana na mwiba kwa upande wa Al Masry. Kwako binafsi kama mzee wa Saluti, kiwango ambacho anakionyesha Elie Mpanzu, kama unakileti kuanzia 1 mpaka 100, unampa ngapi mpaka sasa hivi ambacho amekionyesha Elie Mpanzu? Kibisa wala. Elie Mpanzu ni kama table leader katika shule za boarding. Kwa wale ambao wamesoma shule za boarding, katika shule za boarding kuna cluster tofauti, combine tofauti, yani kwamba mnajigawa watu kama 20 au watu 8 au watu 10 kwa makundi tofauti, mnajipa namba 1, namba 2, namba 3. Sasa katika ile meza huwa kuna table leader, yani ni kiongozi ambao umeshaenda kuchukua msosi canteen au jikoni. Sasa wewe ndio unafanya nini? Unawagawia. Kwa hiyo Elie Mpanzu ni kama table leader katika shule za boarding, kwamba yeye anajua hapa niweke maharage mengi, anajua hapa huyu anakula sana nimwekee ugali mkubwa, anajua huyu hapa hali sana nimwekee mchinjo, tunatumia neno la mchinjo. Kwa hiyo Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye tunasema ana nguvu, ana kasi, anapiga,
ana mashuti, versatile player, ana uwezo wa kucheza namba zaidi ya moja. Yes, lakini pia ana maamuzi, technique na tactics anazo ndani yake. Kwa hiyo tunaweza tukasema hapa tumepata lulu. Yaani kuna asali na shubiri, hapa tumepata asali. Yes, alafu kuna almasi na kipande cha chupa. Hapa tumepata almasi. Kwa hiyo kwa maana kwamba jana wachezaji wote nisitumie mmoja mmoja, wote wamesababisha timu kufuzu hatua nyingine, kwa sababu tunaposema maana timu kuna tia ya kwanza, ile tia ya kwanza ni together. Together inafanya mpaka watu wawe sehemu moja. Ina maana huyu atachangia hichi, huyu atachangia hichi, huyu atachangia hichi, ili mradi mambo yaende. Ni kama ulivyosoma chemist, kama umebahatikiwa kusoma chemist, kuna kitu kinaitwa solute, ukiplus na solvent unapata solution. Kwa hiyo unachukua mchezaji mmoja ni solute, ukijumlisha mchezaji mwingine solvent, unapata solution, kitu kizima ambacho kinatupeleka. Yawezekana natumia mifano migumu unielewi. Nakuelewa. Yes. Nakuelewa mzee Saluti. Yes. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo kikubwa zaidi tumefuzu, sasa tuangalie hatua nyingine. Lakini niwapongeze watu wote, pia nimpongeze msemaji wetu Ahmed Ally, amejitoa sana. Bila shaka hata jana aliongea tu kwa basi. Wewe mwenyewe unaona kabisa akiongea, unaona kabisa huyu ni mtu ambaye bado hayupo sawa, kama sauti yake ina mafua, kama imekata hivi. Kwa hiyo nampongeza sana kwa kujitoa. Yule ndo anakula mshahara ambao ulio rasmi sasa. Yaani anautolea jasho. Kuna watu wengine walikuwa wanajifungia kwenye AC tu. Njooni kwa Mkapa. Huyu yule tupo naye, tunaenda naye, twende huku, twende huku, twende huku. Kwa hiyo nampongeza sana. Hapo kwa Ahmed Ally. Ahmed Ally jana alionekana akilia, pengine kutokana na furaha mara baada ya klabu ya Simba kufanikiwa kuondoka na ushindi kutinga katika hatua nusu finali. Na wewe pia mzee wa Saluti ulionekana ukimwaga machozi. Watu wawili mko mnalia. Pengine tumekukamata leo, tuambie kile kilio ambacho ulikuwa na kitoa jana ndio furaha ambayo imezidi kikomo, au ulikuwa ni nini hasa? Au ulikuwa unakumbuka pengine uliahidiana na mtu mtani kwamba mimi nakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa na tunamfunga Al Masry? I was extremely happy yesterday. Nilikuwa nina furaha kubwa sana kupita kiasi. Na kwa maana jana sikufanya interviews na media nyingi, kwa maana kwamba najua kuna situation mbili. Ukiwa na furaha sana au ukiwa una hasira sana usiongee. Kwa hiyo nikafanya na media chache tu. Kwa nini nilimwaga machozi? Ile pale ilitokea unfortunately, yani tunasema condition reflex action. Biology of form 3 babu. Yawezekana usinielewe, ila nani wako watanielewa. Nakuelewa. Kuna matendo ya hiari na kuna wakati matukio yanatoka yenyewe bila, yani matukio yanakuja yenyewe bila wewe kutarajia. Mfano ni mfano ambao waga wanapenda kutumia sana kipindi tunasoma form 3 biology, kwamba ukimenya kitunguu machozi lazima yakutoke. Sio bi wewe kuna nini, ni yenyewe tu yanakuja nini automatic, umeona? Kwa hiyo ni hivyo, yanakuja automatic. Kwa hiyo naweza nikakwambia jana nilikuwa na furaha sana. Kwa sababu gani? Nilikuwa na logic kama 3 au 4. Ya kwanza kuna ile jina ambalo tuliopewa na watani zetu mwaka robo, kwamba hili tunavuka vipi mwaka takriban wa 5 wa 6 huu. Tunazomewa, tunatukana, tunachokozwa, wanatufanyia masingi. Hilo la kwanza. Kwa hiyo nitawaambia nini tukikutolewa. La pili, nilibahatikiwa kwenda Misri. Wakati tunakuja nilishikilia msimamo wangu kwamba hii tunafuzu hapa. Na kuna baadhi hata watu wengine ukasema ndugu yangu na roho ngumu kama hapa, na kuambia hivi, katika Waarabu ambao tuliokutana nao, hawa ni Waarabu wa kawaida sana. Tumekutana na Al Ahli, tumekutana na Raja Casablanca, tumekutana na Wydad Casablanca, tumekutana na RS Berkane, tumekutana na Al Hudud, tumekutana na Al Setif, tumekutana na Al Hilal Omdurman, lakini Al Hilal tucheza nao friend match. Hawa mbona Waarabu? Tumekutana na JS Soura. Mbona hawa Al Masry hawana ukubwa ule wa kutisha? Ni kwa sababu wako ligi kubwa tu Afrika, lakini ukiangalia kwa uzito hawatishi kama kutisha. Unaona? Kwa hiyo unaona ni hivyo. Nikaona bwana hapa tunavuka kabisa ni. Kwa hiyo kwa nguvu zangu Mungu alizonijalia
nikajaribu kuhamasisha watu baadhi, na bahati nzuri kuna makampuni binafsi na watu wa serikali wakanichangia tiketi bwana, na kuchangia tiketi hizi hapa, kawagaie wadau waje uwanjani. Hapo namzungumzia balozi wa ambaye yuko Misri sasa hivi, yani ni balozi wa Tanzania lakini ambaye yuko Misri, Meja Jenerali Richard Makanzo. Lakini pia mheshimiwa mkurugenzi wa Meatu Zahara Michuzi akanichangia tiketi, lakini kulikuwa kuna wadau mbalimbali kama kina Kino Phones TZ, kuna kampuni inayouza viwanja Datam Company Limited, na wakanambia bwana, mimi sina chochote, na kuna mdau mmoja kutoka Geita Tumpende Pharmacy, wenyewe wanauza madawa na vipodozi. Akasema bwana, mimi niko mbali, nipo Biaramuro, naomba nikutumie pesa kanunue tiketi uwagawie wadau. Na nikafanya hivyo, nikaenda Lampard Electronics nikagawa tiketi, nikanunua tiketi, nikaweka utaratibu kwa mtu ambaye anahitaji kuja kuchukua tiketi aje, na bahati nzuri ndani ya muda mfupi zikaisha. Sio zile hazijagawiwa bure, zile zilinunuliwa. Sio zani nani, yani ni wadau walinitumia pesa, nikaenda pale nikanunua, alafu mimi nikafanya nini? Nikasupply, nikagawa. Kwa hiyo ina maana pale klabu imepata nini? Imepata mapato. Umeona? Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo wale Waarabu nilikuwa naona ni Waarabu ambao wanafungika kabisa, na hata jana uliona walikuja katika mentality ya kupoteza muda. Tulivyowafanyia high pressing ball waka delay, tulivyowafunga baadaye ndio wakaanza kufunguka, tukaona mchezo mzuri. Bila shaka tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefuzu. Sasa hivi ni wapi? Kwa Madiba. Sasa hivi hapa na kwa Madiba kwa usafiri wa basi ni takriban 300,000 kama sijakosea. Kwa sisi vipato vyetu tunajuana, vinajulikana. Sisi bado ni watu maskini, sijui nitumie neno maskini, sijui ni fukara. Usafiri wetu ni wa kuganga sana. Usafiri wetu ni wa kuungaunga sana. Unajua kuna watu waga wanadhani kama viongozi wanatulipa au wanatulipia, sijui. Hapana, ni pesa zetu wenyewe. Kuna wadau mbalimbali kama hivi wanaokuwa wanajitokeza kusupport movement fulani kama ni mwana Simba. Lakini sasa wengine hii club ndo tayari imeshakuwa ya maisha yetu. Yaani nimezaliwa kuipenda hii timu, mtafanyeje? Kwa hiyo hatua yoyote inayopitia inabidi na mimi nishiriki. Kwa hiyo tunaenda kwa Madiba. Cha kwanza kwa Madiba hakuna visa. Cha pili kidogo ni panafikika vema kuliko Misri. Misri ni dola 750, inaenda milioni 2 na. Lakini kwa Madiba kwa ndege ni 750,000. 750,000 kwenda na kurudi. Ukiona bwana huo mlima mrefu, basi Uswakima, unajua Uswakima, basi utapanda basi 300,000 kwenda na kurudi. Kama utasevu vyote sawa, ili mradi umeenda Kwa hiyo na maombi mawili, naombi kwa uongozi wangu, lakini naombi kwa serikali yangu. Ombi kwa uongozi wa Simba Sports Club, naombi moja, ambalo ombi hilo tumebakiza siku 10 kucheza mechi yetu. Sijui kama itakuwa ni Benjamin Mkapa au itakuwa ni New Aman Zanzibar, kwa sababu tumesikia uwanja umefanya nini, umefungiwa. Hatujui utafunguliwa au vipi. Yes, bado siku 10, tuanze hamasa mapema, kwa sababu hamasa ndo maisha yetu, kuwaita watu ndo maisha yetu. Na sisi tumezoea, yani Mtanzania amezoea ile bwana njoo. Ulaya wenyewe wanakata tiketi zenyewe za msimu mzima, sisi bwana njoo. Kwa hiyo tuanze mapema, pressure ile watu wakishangilia kwa wingi kidogo, mambo yatakuwa vema zaidi. Kwa hiyo lakini pia nilikuwa ambalo iso kwa muhimu, hii nalichomekea tu. Tumetoka kwenye slogan hii, tunavuka na tumevuka. Lakini pia namuomba Ahmed Ally atafute msemo mwingine au slogan nyingine ambayo inatuvusha kutoka nusu finali kwenda finali, lakini tukitumia kwamba hili kombe tunanyakua